Karibu katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Ni Singida Black Stars wakiwa wenyeji wa Pamba Jiji. Miamba miwili ya soka inakutana, wenyeji wa Singida na wenyeji kutoka Mwanza. Nini kitatokea? Tusubiri kuona katika mchezo ambao Singida Black Stars imetoka kupoteza mbele ya Coastal Union kwa kichapo cha mabao 2-1. Kimsingi timu zote mbili ziko juu ya pichi hii ya uwanja wa Airtel Stadium tayari. Mwamuzi wa mchezo ni Tatu Malogo kutoka Tanga, anasaidiwa na Pascal Joseph, anasaidiwa na Idi Mpingo pamoja naye Karim Uledi. Ibrahimu Imoro anakabidhiwa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Aprili. Ni hundi hii mfano wa ile hundi ya pesa milioni 1 kama zawadi ya mchezaji bora, lakini pia anakwenda kupewa ile kisimbuzi cha Azam TV akaenjoy maisha. Lakini wakati anakwenda pale, meneja Malule Omar akichukua tuzo ya meneja bora wa uwanja, akiwa amehakikisha kwamba uwanja wa Airtel Stadium unaonekana vizuri. Sina shaka naye atakabidhiwa kisimbuzi cha Azam TV. Alifanya vizuri sana Omar Malule katika uwanja ule wa Highland Estate pale Mbarali Ubaruku. Karibu sana Airtel Stadium, karibu sana katika burudani ya ligi kuu ya NBC. Ni Singida Black Stars dhidi ya Pamba Jiji. Keyeke anapita nayo, Emmanuel Kwame Keyeke ndani ya penalty area. Singida Black Stars wanapika jambo, achia mkwaju ule, lakini imeshindwa kwenda vizuri. Imewekwa kwenye njia, Mayombia itafute. Mayombia anajaza cross ile pale, Metacha anacheza, lakini yuko pale Morris anaukamata tena, Metacha. France Baraza, kocha wa Pamba Jiji, box, lakini mpira umekuwa blocked. Ahmed Bakari Pipino ameucheza ule, lakini ameutenga kwa mpinzani. Nafasi kwa Pamba, ni ndani ya box, achia mkwaju ule, lakini anakwenda kukataa Metacha. Achia mkwaju, Metacha anakutana nao kwa mara ya pili na anakuwa salama Singida Black Stars. Hii huwa haina offside, walikuwa wameucheza mpira wenyewe Singida Black Stars, lakini Metacha Boniface Mnata akaonyesha sababu kwa nini kama Obasoge hayupo basi hata yeye anafaa. Alishindwa kumaliza shambulizi, akafanikiwa mchezaji wa Pamba Jiji. Hili ni bench la Singida Black Stars, akionekana Khalid Aucho, Wilson Mwashinga na Kevin Mwashinga anachagua kucheza na golikipa Dennis Richard. Kosea tena Dennis, achia mkwaju ule, nakaa kwenye kamba. Yes, wanapata bao la kuongoza Singida Black Stars. Hii ni karibu mgeni mwenyeji apone. Unaweza kusema wametoa sadaka ama wamelipa fadhila pengine kwa ukarimu walioupata, na mapiano yanachezwa Airtel Stadium. Dennis Richard yasiamini kilichotokea, yanapigwa mavuvu zera. Ni James Wilson Mwashinga alikuwa anatoa pasi ile ambayo ilimlemea Dennis Richard, bado haikutosha, akarudisha tena kwa Dennis Richard, na safari akathibitisha kwamba hamkupaswa kunirejeshea mara mbili mpira. Wametandikwa Pamba, imesiginwa Pamba, ameona pa kuweka. Wow, nice play, imekubali. Nduumo Mosi amekataliwa spiti wakati huu, zimepe amewekewa Emmanuel Kwame. Emmanuel ameiweka chini hapa na imekubali kufika, naingizwa cross ambao bado Emmanuel Kwame Keyeke anautenga mpira ule, achia mkandi kofi sirie. Imoro kamata mpira ule, golikipa. Imepenyezwa pasi ile kwa Joseph Nadugede, nafasi nyingine tena, anachia Nduumo ile, lakini nakwenda nje. Dakika 45 za kwanza, mpira wenye utulivu lakini wenye akili nyingi. Limefungwa bao moja tu, ni Singida Black Stars dhidi ya Pamba. Tumeshuhudia bao moja dakika 45 za kwanza likifungwa na Nduwumwe Mosi, anaipambanisha cross ile, nafasi kwao Singida Black Stars, lakini goal kick. Singida Mwashinga jaza ile, tumbukia kwenye kambo. Oh my God, Emmanuel Kwame Keyeke penyeza pasi ile kumtafuta Joseph Nadugede.
Joseph weka mpira ule na kaa kwenye kamba, bao la pili Singida Black Stars. Wanaigeuza Pamba kutoka rangi nyeupe kuwa blue. Joseph Nadu Gede ameuseti mpira ambao umekwenda kufanya kazi. Wanaandika bao la pili, ni yule yule Nduwumwe Mosi. Hamini kilichotokea. Ndandalo Boy Mwashinga anasikitika, alianzisha Emmanuel Kwame Keyeke akimwekea Joseph Nadu Gede ambaye alichagua kucheza na Mosi Nduwumwe. Wanakaribishwa Singida kwa namna ngumu Pamba Jiji, na hivi ndivyo mambo yalivyo. Asiamini kilichotokea. Mwashinga ameruhusiwa. Zabona jaza mpira, Zabona weka mpira lakini umekwenda. Iko wapi njia? Penyeza pasi ile imekubali. Yes, Peter Lwasa ameikataa, ametacha. Boniface Mnata ameiweka kwenye njia, na flow sasa kutafuta bao jingine la tatu. Joseph Nadu Gede ndani ya box, lakini anakamata kati ya wachezaji ambao wana nguvu ya kushoot from far. Wana flow sasa kutafuta nafasi ya bao. Singida Black Stars ndani ya box. Poteza anaiomba Lamin Jaju, bado nafasi nyingine tena. Mwaku anaingia na bao la tatu. Hoso Malanga Mwaku anakuja kuwakandamiza msumari wa tatu. Pamba Jiji wanakutwa na kitu kizito. Inapepea bendera Singida Black Stars. Ni furaha Singida, ni majonzi Mwanza. Shambulizi la ghafla lilijengwa. Ingeweza kuonekana ni bao kutokea hapa, lakini ikaonekana ni kama shughuli imekufa hivi, lakini mambo yalikuwa bado. Lamini Jajo akamwambia Malanga, weka chuma ya tatu. Yes, anahusika tena kwenye ujenzi wa bao hili. Amefunga mawili na anatengeneza la tatu Mosi Nduwumwe, lakini anamaliza ile Hoso Malanga Mwaku. Wachezaji wawili walikuwa kwenye eneo la kupotea, lakini hata hivyo mpira uligonga Besela juu na utafuta Chikola. Pressing yake imelipa, lakini bado mpira ni wa Pamba. Chagua kuutoa nje ukienda dakika ya 90 ya mchezo. Baki chini, haya inainuliwa, cross ile, cheza mpira ule. Wow, moja kati ya mabao safi kabisa kuyashuhudia katika mchezo huu. Inafutwa ile 0, inakaa 1 pale. Amekuja kufunga bao Henry Masamba Lutonja, aliingia kuchukua nafasi ya Peter Lwasa, lakini ni bao ambalo unabaki kuwa na maswali. Je, litawafaidisha kwa namna nyingine yoyote ile kupata draw ama ushindi? Hapa tusubiri kuona. Dakika 90 zinakamilika Airtel Stadium. Ushindi wa thamani ya Alizet kwa upande wa Singida Black Stars, ukiwatoa nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wamepitia wakati mgumu Pamba, wanarudi na majonzi, hapana shaka. Wameulizwa swali, mlipataje sare katika mchezo wa mzunguko wa kwanza? Na majibu wameyapata. Ni ligi kuu ya NBC 2025-26. Ulikuwa ni wakati wangu Gwa Lugano Mwakalobo, dakika 90 timilifu. Singida Black Stars 3 Pamba 1.